Mbunge wa jimbo la Kasulu Vijijini Edibil Kazala ameipongeza hotuba ya waziri mkuu iliyowasilishwa bungeni, akieleza kuwa hotuba nzito yenye matumaini makubwa na suluhisho la changamoto mbalimbali zinazowakabili wa Tanzania. Akizungumza na George Maratu TV katika viwanja vya bunge leo Aprili 2, 2026 jijini Dodoma, Kazala amesema hotuba hiyo imewagusa maeneo muhimu ya ustawi wa wananchi, ikiwemo mpango wa bima ya afya kwa wote ambao tayari umeanza kunufaisha zaidi ya wananchi milioni 1.8, hasa wale wa kipato cha chini. Kwa kweli ni hotuba ambayo ni nzito, hotuba iliyobeba matumaini ya Watanzania, hotuba ambayo imebeba suluhisho ya changamoto nyingi za Watanzania. Na kwa mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumzia kwa mfano swala la bima kwa wote. Hili jambo ambalo mpaka sasa hivi kwamba limeshakava zaidi ya watu milioni 1.4 tayari wanakwenda kunufaika moja kwa moja na hii swala la bima kwa wote. Of course ni hasa kwenye yale makundi watu wenye changamoto za kifedha ambao wako ni less privileged kwenye jamii. Aidha, ameeleza kuwa serikali imejipanga kuimarisha miundombinu kupitia fedha za mifuko mbalimbali ikiwemo TARURA, hatua itakayosaidia kuboresha barabara za vijijini ambako ndiko wanakoishi Watanzania wengi. Katika sekta ya maji, mbunge huyo amesema jitihada zinazofanywa na serikali zitakwenda kupunguza changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo muhimu, hususan maeneo ya vijijini. Lakini pia tunakwenda kwa mfano Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumzia kwa mfano fedha kwa mfano za mifuko mbalimbali, kwa mfano mfuko wa barabara, jinsi fedha zitakuwa zinaenda kwenye TARURA. Ukizungumzia kwa mfano kama sasa hivi nchi yetu maeneo mengi hasa ya vijijini ni changamoto, na ukiangalia jamii kubwa ya Watanzania wengi hawaishi mjini, wengi wako kule vijijini. Kwa hiyo tunavyozungumzia kwamba fedha zitakwenda majimboni moja kwa moja kwenda kwenye TARURA, maana yake wananchi wanakwenda kunufaika moja kwa moja, na maana yake wakiwemo wananchi wa jimbo langu la Kasulu Vijijini. Na kuna fedha kwa mfano kwenye mambo ya maji, kwa mfano kule kwenye maji tena nako tunakwenda kunufaika moja kwa moja. Hizi ndizo changamoto za wananchi ambazo unakuta zimewazinga kule na hawasemi, mambo ni mazito. Ukienda kule sisi kama wabunge au madiwani unakuta ndo mambo yamejazana kule vijijini, kule firidi. Akizungumzia swala la ardhi, Kazala amesema mikakati ya serikali katika kutatua migogoro ya ardhi, hatua muhimu itakayochochea ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi, akibainisha kuwa ardhi ni rasilimali inayogusa maisha ya kila Mtanzania. Nchi hii maeneo mengi, Mungu ametujalia rasilimali kubwa ya ardhi, lakini bado maeneo mengi hatujafanikiwa kuitumia ardhi kisawasawa. Hatujafanikiwa kuitumia ardhi kuwanufaisha Watanzania wengi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu anavyozungumzia kutatua changamoto ya migogoro ya ardhi, hapa moja kwa moja tunakwenda kugusa uchumi almost wa kila Mtanzania. Tunakwenda kugusa maisha ya kila Mtanzania. Hakuna mtu anaweza kaishi au hakuna taifa au hakuna mwananchi yote anaweza kaendelea bila kugusia ardhi. Kwa hiyo ardhi almost inagusa kila Mtanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu anapozungumzia kwamba anakwenda kupambana kuhakikisha kwamba migogoro ya ardhi inapata utatuzi. Na of course tumeona kwenye ziara yake. Hii ni shahidi kabisa. Amefanya ziara, na kwenye ziara aliyofanya na pengine ndio imekuja kuzaa hii hotuba ambayo amekuja kutuelezea kwamba serikali inakuja na mikakati madhubuti ya kuhakikisha inatatua migogoro mingi ya ardhi. Kwa mfano Dodoma kuna migogoro mingi, ukija Dar es Salaam migogoro ni mingi, jimboni kwangu la Kasulu Vijijini mpaka kiongozi wa chama Kena ni kiongozi alivyokuja pale aliagiza waziri wa ardhi na waziri wa maliasili na utalii waje jimbo la Kasulu Vijijini kuhakikisha wanatatua migogoro hii mingi ya ardhi. Pia amepongeza juhudi za serikali katika kuboresha elimu, hususan elimu ya sayansi na teknolojia, pamoja na mpango wa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi bora kupitia Samia Scholarship, akisema utasaidia kukuza wataalamu watakaoendana na kasi ya maendeleo ya dunia.
Lakini pia tukija kwa mfano kwenye swala la elimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu amejaribu kugusia jinsi serikali ilivyojipanga kuhakikisha Watanzania wetu wanakuwa na elimu ya kisasa. Yaani tunakuwa na elimu ambayo inaendana na kasi ya dunia. Elimu ambayo itazingatia matakwa ya teknolojia. Elimu ambayo itakwenda kugusa vijana wengi kuweza kujitegemea. Amezungumzia kwa mfano elimu ya amali, amezungumzia matumizi ya tehama kwenye elimu, amezungumzia namna serikali imechukua baadhi ya vijana kwenda kuwasomesha nje kwa kuwafadhili. Amezungumzia Samia Scholarship ambavyo tumechukua vijana pure wa science ambao wamefanya vizuri, na mimi kwa taarifa mkoa wangu wa Kigoma umefanya vizuri sana kwenye masomo ya science, physics. Tunashika nafasi kama ya 3, tuko kwenye 10 bora masomo ya science, almost masomo mengi kwenye jimbo la Kasulu vijijini na kwa mkoa wa Kigoma kwa jumla tumefanya vizuri. Kwa hiyo anavyozungumzia kwamba wanakwenda kuwezesha wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi, wanakwenda kuwezesha wanafunzi wenye shauku ya kuhakikisha kwamba wana move na dunia inavyokwenda kwa kutumia masomo ya tehama, masomo ya sayansi ikiwemo tehama ndani yake, maana yake anakwenda kugusa na jimbo langu la Kasulu vijijini moja kwa moja na Watanzania kwa ujumla. Kwa upande wa michezo, Kazala amesema maandalizi ya mashindano ya AFCON yameonyesha dhamira ya serikali kuinua sekta hiyo pamoja na kukuza utalii na uchumi wa nchi. Lakini amezungumzia swala la michezo kuhusu AFCON. Jambo hili nalo ni jambo ambalo kama Watanzania ametuarat, imeonyesha jinsi kwanza serikali ilivyojiandaa kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu inanufaika na ujio wa AFCON. Yaani nchi imejiandaa, imejizatiti. Nchi tunajenga viwanja vya kisasa. Nchi tunatengeneza barabara za kuelekea kwenye hivyo viwanja. Nchi imearati mpaka mamantilie wajiandae. Nchi tunakwenda kuwa na namna ya pekee kuhakikisha kwamba tunanufaika kama taifa kwenye ujio huu wa AFCON, kwa sababu ni fursa. Watakuja kwa mfano utalii. Kile kiwanja kwanza kimewekwa kwa mfano kama Arusha pale kimkakati, hakijawekwa kwa bahati mbaya, kimewekwa pale. Kuna watu watakuja, kuna mashabiki mamilioni wataangalia na mamilioni watakuja. Watakavyokuja maana yake watatembelea vivutio vyetu kwenye taifa letu. Kwa hiyo mimi kwa ujumla nipende kuishukuru serikali kwanza, lakini pia nimshukuru specific pia Mheshimiwa Rais na Waziri Mkuu kwa mikakati madhubuti walionayo kuhakikisha serikali yetu na nchi yetu inatoka hapa tulipo sasa hivi kama Watanzania. Mbunge huyo pia ameipongeza serikali kwa kuendelea kulinda amani na usalama wa nchi, akisisitiza kuwa amani ndiyo msingi wa maendeleo ya taifa. Hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu imezungumzia pia namna serikali yetu ilivyowekeza kipaumbele kuhakikisha tunaendelea kuwa na amani tulionayo. Amani ndo injini. Kama ni gari tunakuwa na injini, ndo injini kama injini ya gari ambayo inahakikisha. Sasa amani ya nchi yetu ndo injini ya uchumi wetu, ndo injini ya uhai wetu wa Tanzania, ndo injini ya maisha ya Watanzania, ndo injini ya maendeleo. Kwa hiyo serikali imeonyesha kwamba imejipanga kuhakikisha inadumisha amani tulionayo kwenye taifa letu kwa kipindi kingine cha mwaka huu ambao wamezungumzia, lakini nafikiri ni mikakati ya muda mrefu kuhakikisha inadumu kwa miaka 5, inadumu kwa miaka 25 mpaka 2050. Kwa hiyo ni jambo lingine ambalo naweza kushukuru. Katika sekta ya kilimo, amepongeza uwekezaji katika miradi ya umwagiliaji, akisema utasaidia wakulima kuzalisha kwa mwaka mzima na kuongeza tija, huku akibainisha kuwa zaidi ya 60% ya Watanzania wanategemea kilimo. Mheshimiwa Waziri Mkuu amegusia pia kilimo kuhusu mambo ya umwagiliaji. Kwa kweli specifically pia nalo hili jambo nilipongeze kwa mikakati iliyopo ya serikali kuhakikisha wananchi wetu wanaweza wakalima masaa 24, kulima misimu yote, kiangazi, masika, muda wote unaweza kunufaika. Kwa hiyo hili jambo sio kwamba limekuja tu, ni mikakati ya serikali kuhakikisha tunajenga uchumi jumuishi
taifa jumuishi, taifa ambalo linagusa kila mwananchi, kwa sababu ukizungumzia kilimo maana unazungumzia zaidi ya 60% ya wananchi ambao wako vijijini wanajishughulisha na kilimo. Kwa hiyo ili uguse hao zaidi ya wananchi milioni 40, ili uwaguse maana yake lazima uzungumzie kilimo. Kwa hiyo serikali inavyozungumzia kilimo, inavyozungumzia mambo ya umwagiliaji, maana yake inazungumzia zaidi ya wananchi milioni 40 walioko vijijini. Kwa hiyo nalo jambo hili nilipongeza. Aidha, amesema serikali imeweka mkazo kwa vijana kupitia mikopo na uwekezaji katika sekta za ubunifu na michezo, hatua itakayosaidia kuongeza ajira na kukuza uchumi. Wamezungumzia kwa mfano vijana nako tena hajawaacha nyuma. Vijana nao wamezungumziwa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Vijana imewekwa mikakati madhubuti ya serikali. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Rais, ametuletea wizara maalum, wizara ya kipekee kwa mara ya kwanza, wizara inayodili na vijana. Asilimia almost 70 tunazungumzia vijana kwenye taifa hili. Sasa kama tunazungumzia vijana, hauwezi kaendelea kama unaliacha hili kundi kubwa nyuma. Na hii ndio nguvu kazi. Sasa kama ni nguvu kazi, kwa lazima tuweke mikakati kama serikali kuhakikisha, na hilo limeonyeshwa dhahiri wazi na serikali ya awamu ya 6. Wameweka mikakati ya thabiti, wameweka mabilioni ya fedha kuhakikisha vijana wanapata mikopo. Ukiachana na 10%, kuna bilioni 200 zingine zimeingia huko, mpaka content creators wanakwenda kunufaika, wasanii. Lakini serikali kwa mfano kama leo naibu waziri wa michezo amezungumzia mpaka kujenga arena ya wasanii wetu hawa, lakini pia kutakuwa na studio za kisasa kwenye hiyo arena. Kwa hiyo amezungumzia imetengwa zaidi ya bilioni 400. Ni fedha nyingi ambazo zimetengwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wananufaika, vijana wanapata burudani, taifa linafurahi na mambo mengine yanaendelea, huku uchumi wetu unazidi kupaa. Akigusia changamoto za kupanda kwa bei ya mafuta, Kazala amesema serikali inaendelea kufanya tafiti na itakuja na suluhisho la muda mrefu, huku akiwahakikishia wananchi jitihada zinazofanywa na serikali kuhakikisha gharama zinakuwa nafuu. Jambo of course limezua kidogo taharuki kwa Watanzania wengi na kwa wananchi wengi, lakini kwa kuanza naomba nipongeze serikali kwa majibu yake ambayo imezungumzwa leo bungeni, kwamba serikali itakuja na mikakati ya kuhakikisha, kwanza watafanya feasibility study kuhakikisha kwamba wanawezaje kuhakikisha wanapambana na hii changamoto kwa muda mrefu, kwa sababu hili jambo huwezi ukatoa majibu haraka tu, kwa sababu ni jambo pengine inaweza kadumu miaka 2, miaka 3, na pengine madhara yake yanaweza kachukua mpaka miaka 5, miaka 10 kuhakikisha tunapambana na madhara yaliyojitokeza na hii vita. Kwa hiyo serikali inafanya utafiti na itakuja na majibu bungeni, na inaposema inakuja na majibu bungeni maana yake inakuja kuwajibu Watanzania wote kwamba serikali itakuja na mikakati gani kuhakikisha kwamba inakuwa na suluhisho la muda mrefu, kuhakikisha inapambana na hizi fluctuation ambazo huwa zinajitokeza, ikiwemo kupambana na majanga kama haya ya vita ya madhara yake yanayoweza kujitokeza kuathiri uchumi na wananchi na maisha ya wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo serikali, lakini pia Mheshimiwa Spika ametoa maelekezo kwa serikali ije na majibu, lakini pia kamati ya nishati imeanza kukaa. Kamati ya nishati imekaa, ije na majibu kuhakikisha tunakuwa na suluhisho la muda mrefu kuhusiana na swala la bei. Kwa hiyo Watanzania watulie, serikali inawapenda, serikali sikivu itakuja na majibu kuntu kuhakikisha changamoto hii ina-harmonize. Hata tusiposhusha kabisa lakini itakuwa kidogo affordable kuliko pengine ukilinganisha na mataifa mengine kama Kenya, Afrika Mashariki au na mengine hata ya Ulaya. Inaweza kukuta taifa letu tunakuwa na angalau bei afadhali kuliko mataifa mengine. Kazala amehitimisha kwa kuwahimiza Watanzania kuwa na subira pamoja na kuendelea kuiunga mkono serikali, huku akisisitiza kuwa mipango iliyowekwa inalenga kuleta maendeleo jumuishi kwa wananchi wote. Kutoka hapa katika viwanja vya Bunge jijini Dodoma, Saleh Lujuo, GMTV.